kwangu mimi katika game ya jana, acha nimpe kwanza pongezi kocha Steven Barker. Kwa nini tusiende kwenye nani? Kama yani nataka nafasi afungue. Alafu baadaye ndo nitakuja huko. Maana jana alikaa mbele pale fronti. Mimi nimeona kata ule uteja ambao Simba miaka yote walikopo nao. Nimekuja kuona mara 3 mfululizo wanamsumbua Yanga, hata kama jana wamepata sare nyingine, lakini walionyesha kiwango ambacho wapo nacho. Unamzungumzia moment ya Depu. Sawa. Depu, alafu nyingine ile ya alozungumza Lugano hapa ya nani? Weye, Gachambali na ile ya Chama kuambiwa goli lake kama itakokuwa ni offside. Kwanza ilikuwa sio offside. Mpira yeye hakuhusika nao. Alikuja kuhusika nao dakika za mwisho na kuja kuangalia, haikuwa position nzuri ya yeye kuambiwa kwamba ilikuwa offside. Kwa sababu hata Kibabage alisimama tu aibe. Maana yake ni kwamba hakuhusika na hata angehusika tayari hakuwa kwenye eneo la kuotea, sivyo? Ndio, hakuwa ni eneo la kuotea. Alafu cha pili kwenye upande wa Depu, yani ile kwangu mimi naona inaniteta mimi mwenyewe wasiwasi, kwa sababu wote walikuwa na pressure, wote walikuwa wapo kwenye movement ya kutaka wote wacheze mpira kwa position ambayo walikuwa nao, kila mtu alikuwa anajiona yuko sahihi kwa upande wake, japo kwa upande mwingine unaona ilikuwa haikuwa sahihi, lakini kitendo ambacho kilichofanyika muda mwingine Depo alinyanyua mguu and then wakati huo nani Ture ile mamu ile ingekuwa sio kwenye box ingekuwa sio foul. Subiri kwanza mimi niko na Mariam Mshana hapa. Nataka nimuulize swali si VR huyu. Sasa mimi sinamuelezea moment. Sawa. Depo alikuwa mnyanyua mguu. Sawa. Na Ture alikuwa ameweka kichwa. Mwamuzi alikuwa yuko nyuma. Ndio tafsiri yake ilivyokuwa. Ndio huo ukakasi uliokuwa nao wewe. Ukakasi sasa ndio kwa nini hajatoa maamuzi ambayo alikuwa anatakiwa atolewe. Sasa pale Depo nilikuwa anaonekana kama amedhamilia mwenzie. Sio kichwa kampando wangembutua vizuri au ndio wangempa madhara. Ingekuwa nje ya 18 sio foul. Kulikuwa na alignment. So your take ni kwamba na wewe unaiona ni 50 kwa 50. 50 kwa 50 ile game. I mean hiyo maamuzi muombe 50 kwa 50. Sababu muda mwingine unaoja kuangalia maamuzi alikuwa anatakiwa amsaidie, na wapembeni alikuwa inabidi na amsaidie kutoa maamuzi. Alikuwa anafanya kazi gani sasa? Alikuwa anafanya kazi gani? Alikuwepo idle. Hajaonyesha kitu chochote cha kwamba hiki kilistahili kuwa faulu au haikustahili kuwa faulu. Kwa hiyo kuja kutoa ilikuwa inabidi wapate mawazo ambayo yako sawa kwa waamuzi wote wawili, wa ndani, wakati na ule wa nje. Kwa upande mwingine hawakufanya fair. Kwa line 2 walikuwa wanapaswa kunyanyua kibendera kwa yes.